Ndugu waandishi wa habari, napenda kutoa taarifa kwa umma juu ya tukio la shambulio la kudhuru mwili alilolipata katibu mwenezi BAWACHA ambaye amefahamika kwa jina la Sigrada Wilherd Mligo. Huyu ana miaka 34, ni Mbena na ni mkazi wa Mji Mwema katika mkoa wa Njombe. Ikumbuke kwamba siku ya tarehe 25 mwezi wa 3 2025, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilikuwa na kikao cha ndani pamoja na viongozi wa taifa ambao waliongozwa na John Heche, kaimu mwenyekiti. Katika kikao hicho mambo mbalimbali yalijadiliwa, likiwemo lililokuwa linamhusu Sigrada Wilherd Mligo ambaye ni katibu mwenezi wa BAWACHA taifa, juu ya kufanya mikutano bila kufuata utaratibu wa chama hicho. Katika hoja hiyo kuliibuka taharuki na baadaye alielekezwa huyu Sigrada Mligo aweze kutolewa nje, na aliweza kutolewa nje ili kumpunguza munkari aliyokuwa nao kwa wakati huo. Lakini baada ya kuwa ametulia, yalitoka maelekezo ndani kwamba aweze kurejea na kikao hicho ili kiweze kumalizika. Lakini cha kushangaza, moja ya walinzi katika chama hicho cha Chadema ambaye amefahamika kwa jina la Noel Olivale, ambaye ni moja ya walinzi, aliweza kumshambulia kwa ngumi Bi Sigrada Mligo na kuweza kuanguka chini. Lakini wakati tukio hili linatokea, pembeni kulikuwa na baadhi ya askari polisi ambao walichukua hatua ya kutaka kumkamata huyo mtu, lakini baadaye aliponyoka na kuweza kutokomea, lakini tulifuatilia jina lake na kuweza kulipata. Kwa jitihada za kuweza kumpatia huduma ya kwanza kwa maana ya PF3 ikiwa pamoja na kufungua kesi zimefanyika na alienda kupatiwa matibabu. Na kwa sasa Bi Sigrada Wilherd Mligo amelazwa katika hospitali ya Kibena akiwa anaendelea kupatiwa matibabu, na jeshi la polisi tunaendelea kumtafuta ndugu Noel Olivale ili aweze kujibu tuhuma alizo nazo za kumshambulia. Lakini hali ya kiusalama na katika mkoa wa Njombe ni shwari, na mikutano hii ya Chadema inaendelea kufanyika na hakuna uvunjifu mwingine wa amani katika maeneo ya wazi, mbali na zile hoja ambazo zilizotokea katika ukumbi wa ndani wakati wa kikao chao cha ndani ambacho kilifanyika siku ya jana.